Jeshi wa wazalendo wanakuwa hapo Uvira, tayari wameingia, na wengine tayari wanakuwa kwenye milima ya hapo Luvungi, wamekuwa Muluvungi wameingia, na wengine tayari wako Kamanyola. Mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, tunakuletea awamu ya 3 ya habari za matukio ya kila siku kwa siku ya leo tarehe 17 Januari mwaka 2026, ambako tutawajuza ya kwamba makundi ya kizalendo mkoani Kivu Kusini yanapinga vikali tetesi za habari zinazosambazwa na baadhi ya watu ambao wanasadikika kuwa vibaraka vya wahasi wa M23 kwenye mitandao ya kijamii zinazosema ya kwamba wazalendo wamevunja umoja wao na kila kundi na kila kiongozi yuko kivyake. Taarifa hizi zinachangia kujenga hofu katika mioyo ya raia ambao matumaini yao ya ukombozi yako katika mikono ya Mungu na wapiganaji wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la taifa FARDC, kitu ambacho uongozi wa kizalendo umeona vema kukanusha kupitia koordineta wa vyama vya kizalendo Bwana Samadari Mwamuyembasi, ambaye amekemea vikali tabia hiyo ya kupotosha raia na kuchochea mgawanyiko kati ya wapiganaji hao. Tumsikilize akiongea. Ninasema jambo wa baba wa mama, vijana wavulana kwa wasichana, wakongomani mlio ndani ya nchi na walio nje ya nchi. Nimesikia kwenye masocial media, kwenye makundi ya kijamii ya WhatsApp, watu ambao wasiokuwa na lizamu, hawana malengo, hawana chochote. Ndio maana wamekuja kwenye masocial media kuanza kuongea vitu ambavyo havina maana, kuanza kuonyesha kama kuna vurugu kati ya wazalendo, kuanza kuonyesha kwamba wanotable wenyewe ndio wamevuruga uzalendo. Hao watu si watu wa kufuata. Matumaini iko na Uvira itakuwa libere. Kwa hiyo wanajeshi wa wazalendo wanakuwa hapo Uvira, tayari wameingia, na wengine tayari wanakuwa kwenye milima ya hapo Luvungi, wamekuwa Muluvungi wameingia, na wengine tayari wako Kamanyola. Kinachosalia sasa ni firimbi ya gouvernement kuruhusu ili kwamba maeneo yaweze kuwa libere. Hao mnaowaona wa M23 hamtawaona tena hapo. Hao mnaowaona hao wa Rugaruga wa Nyarwanda kutoka Rwanda, Uganda na Kenya hamtawaona hapo. Kwa hiyo vijana wako tayari deja Uvira, Kasenga, Mulongwe, Kalmabenge, Kamvimvira, vijana wako tayari deja. Kinachosalia sasa ni government kutoa order. Na kwa kuthibitisha umoja huo, hata katika mstari wa mbele kwenye shamba za vita, wazalendo hao wamesisitiza kufanya kazi kwa pamoja na umoja ili kuikomboa nchi yao kutoka katika mikono ya wavamizi. Akiwa kwenye shamba la vita katika milima ya tarafani Uvira, huyu hapa wa kujihita Kardinali James Fieka Adui akizungumzia umoja wao katika operesheni zote za kijeshi wanazozifanya huko, na pia akagusia kuhusu wahasi wa M23 waliojisalimisha mikononi mwao. Haya, tumtegee sikio. Tunaleta jambo kwa wakongomani wa Sud Kivu, Fizi, Uvira, Mwenga. Hapa mnaongea na James Fieka Adui. Hapa tuko kwenye milimani mwa Uvira hapa, bila kutai quartier na avenue. Tunakuja kwenye kazi na tuko tunachapa adui, tunafyeka adui. Hapa kazi tuko naifanza ni kutafuta amani kwa wakongomani wote wa Sud Kivu, Uvira, Fizi, Mwenga, hata Nord Kivu yote. Ni lazima tufyeke adui mahali popote adui atakapopatikana. Na kwa mida hii tuna mateka ni M23. Kwa mida hii niko milimani mwa Uvira, Fieka Adui James. Kwa saizi tuko na fosi ya Mheshimiwa Ngomanzito Delfe Kalembe. Kwa mida hii tuna fosi ya
mtetezi Ebwela. Kwa mida hii tuna fosi ya Kuruninga. Kwa mida hii tuna fosi ya Landa Bango Huruma. Kwa mida hii tuna fosi ya James Fieka Adui. Kwa mida hii tuna force ya Rene Itongwa. Zelampuma, sisi wote tuko kwenye msafara wa mbele. Nimewashukuru kwa sababu Zelampuma, Ngoma Nzito, mtetezi Ebwela, na mwingine wa Bembe Rene Itongwa. Unajua kuna watu ambao wanafanya makonfuzio wakisema eti huyu ni wa kabila fulani, wa kabila fulani. Hapana. Ona sasa forces zenye zinatoka Fizi zinakuja kudefendre territory ya Uvira. Hizi forces haziangalii makabila na ubaguzi. Na tutaendelea mpaka Uvira ipate amani na mpaka kila mtu aone kama wazalendo wanaendelea kufanya kazi. Hakuna mzalendo kwa sasa wa Uvira, wa Fizi na Mwenga. Mzalendo ni mmoja. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo tunawekea nukta kwa awamu ya 3 ya habari za matukio ya kila siku. Tukutane kwa majaliwa.